Hujambo mwanamichezo popote pale ulipo, na hii ni Sam Media. Karibu tupate kuangazia takwimu rasmi za dabi ya Yanga dhidi ya Azam Sports Club. Distance baina ya mchezaji na mstari mmoja na mwingine kwa Yanga ndio ilikuwa ni msingi mkubwa sana kwa kudumisha mashambulizi. Kwa kipindi cha kwanza ilikuwa inawasaidia kama hivi: moja, kutopiga pasi nyingi ndefu bila sababu ya msingi mpaka pale atakapoona kuna space nyuma ya walinzi wa Azam ndio wanapiga pasi ndefu clever. 2, kumiliki mpira kwa ufanisi katika hatua zote tatu, kuanzia nyuma, kati na mbele. 3, rahisi kuweka pressure kwenye mpira pale wanapopoteza mpira na kurejesha kwenye hima yao. 4, wanashambuliana idadi nzuri ya wachezaji katika zoni yao ya Azam. 5, rotation ya wachezaji wa Yanga kuanzia katikati kwenda mbele ilikuwa inawapa tabu sana zaidi na Akamiko pamoja na fullbacks wawili wa Azam, nani anamchukua nani katika wakati gani, na ndio maana Yanga walikuwa wanafunga sana kila wanapokwenda mbele. Azam FC ni kama vile hawakuwa tayari kimchezo, wapo slow sana wakiwa na mpira, hawana idea za kutosha wanafanya nini wakiwa na mpira, hawaweki pressure kwenye mpira, wanapoteza mipambano yao mingi, vitu vingine vilikuwa ofu na mbaya kwao. Walikutana na Yanga ambao wanaongeza chumvi kwenye kidonda kibichi, yani kipindi cha kwanza Azam walionekana kama hawakuwa kimchezo kabisa. Kipindi cha pili naamini kocha wa Yanga aliwaambia wachezaji wake haipaswi tena kurudiwa katika mechi yote kuanzia sasa mpaka msimu unaisha. 1, Yanga walionekana kupoteza umakini wa mchezo wao hasa kipindi cha pili zaidi ya Azam. 2, mipira inapotea kirahisi sana bila pressure, slow in position. 3, walivyokuwa na track back kipindi cha kwanza, cha pili ni kinyume kabisa. 4, kwenda mbele hakuna tena muunganiko mzuri, maamuzi sio sahihi mara nyingi. 5, bahati walioipata Yanga ni kwamba Azam nao walikuwa wapo ofu kabisa. Muangalie Diala, hasira zake ambazo na muelewa wachezaji wana switch off sana katika nyakati muhimu. Mwisho kwa upande wa Azam, Foba amepunguza sana idadi ya magoli ya kufungwa ya Azam. 2, Jobu tulivu, akili nyingi kwenye action zake. 3, meza kucheza beki wakati ni bomu linalolipuka muda wote ule. 4, lance za Dube nyuma ya walinzi wa Azam, maua yake apewe top goal plus assist, yani amefanya kazi kubwa. 5, Pacome dakika 10 tu zina mabara, maua yake apewe. Huyu ni mchezaji ambaye miguu yake ni miepesi, popote anafika, wakati wote anafika na chochote anakifanya. Furaha ya mashabiki wa Yanga, yani full time Yanga Sports Club mabao mawili, Azam Sports Club goli moja. Ni yapi maoni yako kwa upande wa Yanga katika mechi hii ya dabi ya Yanga dhidi ya Azam Sports Club? Unadhani Yanga inabidi waboreshe wapi ili waendelee kwa bora zaidi? Lakini unadhani Azam nao walifeli wapi? Inabidi waboreshe sehemu gani ili waendelee kwa bora zaidi? Hebu tutumie maoni yako hapo, tunadosha comment yako na sasa tukifanya tutaipitia na tutakujibu.